Sasa leo tunaenda kuangalia mada yetu ya leo ni kuhusu Sabato. Mada ya leo ni kuhusu Sabato. Maana tukiangalia katika dunia hii ambayo tunakaa ama ambayo wanadamu wanakaa, kuna siku za ibada ambazo ni 3. Kuna Ijumaa, kuna Jumamosi na kuna Jumapili. Ambayo katika Ijumaa Waislamu wanadai kuwa hiyo ndio ibada ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikifika Jumamosi, kuna Wakristo pia wengine wanadai Sabato ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikifika siku ya Jumapili, kuna Wakristo pia wanadai Jumapili ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa inafaa tuulize Biblia ama tuchunguze katika Biblia ni siku ipi ambayo Mungu alisema tukumbuke ama tuweze kuabudu. Maana katika kuabudu na kuna kuomba. Kuna vitu mbili tofauti. Maana kuna watu wanasema ati Mungu alisema inafaa waombe kila siku ama inafaa waombe kila wakati. Lakini kitu hawajajua kuna tofauti ya ibada na kuomba. Kuna kuomba na ibada. Maana Mungu alisema ama Mungu alipoanza kuomba, Mungu akaomba kwa siku 6. Lakini ilipofika siku ya 7, Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya, akaibarikia hiyo siku ya 7, akapea mwanadamu katika shamba la Edeni. Akaambia mwanadamu, hii siku itakuwa ni siku ya pumziko, itakuwa ni starehe ama siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mtakuwa mkifanya ibada, lakini kuomba ni kuomba kila wakati. Tuende katika kitabu cha Mwanzo ni 2, mstari ni ule wa kwanza. Biblia takatifu inasemaje? Mwanzo 2, mstari ni ule wa kwanza. Inasemaje? Maana Mungu anafanya kazi kwa siku 6 na siku ya 7 tunapata Mungu anastarehe. Mwanzo ni 2, mstari ule wa kwanza. Biblia inasemaje? Basi mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. 3. Naam. Mungu akaibarikia siku ya 7. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hivyo pale tunapata siku ya 7 Mungu anapumzika. Ama nasema ni siku ya 7 alipumzika baada ya umbaji. Si ati Mungu alichoka, but ilikuwa ni siku ya kupumzika ambayo Mungu alitenga kwa mwanadamu ili mwanadamu aweze kumwabudu katika siku hiyo. Tuende katika kitabu cha Kutoka ni 35, mstari ni ule wa 2. Kutoka 35, mstari ni ule wa 2. Tunaona pale Mungu anazidi kutuambia kwamba hata na sisi tunapofanya kazi inafaa tufanye kazi kwa siku 6, lakini ikifika siku ya 7 inafaa tuende tumwabudu Mwenyezi Mungu. Kutoka 35, mstari ni ule wa 2. Fanyeni kazi siku 6. Lakini siku ya 7 naam, itakuwa siku takatifu kwenu. Ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Kwa hivyo ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo, atauawa. Kwa hivyo Mungu anatuambia pale pia tufanye kazi kwa siku 6, lakini ikifika siku ya 7 tuwe na pumziko ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ili mwanadamu aweze kustarehe. Maana ukistarehe utapata raha ya Sabato. Tuende katika kitabu cha Walawi ni 23, mstari ni ule wa 3. Walawi 23, mstari ni ule wa 3. Mungu anazidi kutuambia kwamba tufanye kazi kwa siku 6,
lakini kwa siku ya saba tuwe na pumziko ya kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Inasemaje? Mtafanya kazi siku 6. Mtafanya kazi siku 6. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yoyote. Msifanye kazi ya namna yoyote. Ni sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Ni sabato ya Bwana katika makao yenu yote. Maana ilikuwa mkifanya hivyo ama mkifanya kazi kwa siku 6, Mungu ilikuwa ikifika siku ya 6, Mungu alikuwa anapatia watu mara 2 kwa siku ya 6. Ndio ikifika siku ya sabato, mtu asikue hana kitu ambacho itafanya aende kufanya kazi na siku ya sabato. Tuende katika kitabu cha Kutoka ni 16, mstari ni ule wa 29. Kutoka 16, mstari wa ile 29. Inasemaje? Kutoka 16:29. Safi. Naam. Hivi ndivyo neno la Bwana linasema. Naam. Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Huwapa kwa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake. Mtu awaye yote, naam, asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Kwa hivyo Mungu alikuwa anapatia watu chakula maradufu. Siku ya 6 alikuwa anakupatia mara 2. Lakini siku hizi ambazo tunakaa katika ile dunia, tunapata kwamba watu wanakaa katika dunia, lakini ikifika siku ya kuabudu Mwenyezi Mungu ama siku ya sabato, mtu analeta malalamishi. Anasema nimekaa katika wiki mzima sijapata kazi ama sijakuwa na kitu ambayo naweza leta nayo chakula kwa meza, lakini leo ni siku ya sabato, wacha nene nifanye kazi. Hiyo Mungu alikuwa anasema ukitunza amri zake ama ukienda katika njia zake, ilikuwa ikifika siku ya 6 Mungu alikuwa anakupea maradufu ama mara 2. Ndio maana alikuwa anasema ikifika siku ya 7 usifanye kazi ya namna yote, iwe ni wewe au mwana wako au mfanyakazi wako ama chochote ama mtu yeyote ambaye yuko katika nyumba yako. Kutoka ni 20, mstari ni ule wa 10. Kutoka 20:10. Naam. Kutoka 20 mstari ni ule wa 10. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga. Naam. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Naam. Kwa maana kwa siku 6 Mungu Bwana alifanya mbingu na nchi. Naam. Na bahari. Naam. Na vyote vilivyomo. Naam. Akastarehe siku ya 7. Naam. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba siku ya sabato hatufai kufanya kazi yoyote. Ni sabato ya Bwana ama ni sabato takatifu kwa wanadamu ambao walipewa ili waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mungu alikuwa anasema siku ya sabato usifanye vitu zako ambayo itafanya kuwa utie unajisi sabato ya Bwana Mungu wako. Kutoka 31 mstari ni ule wa 14. Kutoka 31:14. Maana ulikuwa ukifanya kazi katika siku ya sabato, ulikuwa unatia unajisi sabato. Kutoka 31 mstari ule wa 14. Basi mtaishika hiyo sabato. Kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kwa kuwa sabato ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi, sabato, hakika yake atauawa. Kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Kwa hivyo mtu akifanya kazi katika siku ya sabato ilikuwa kataliwe mbali. Kukataliwa mbali inamaanisha ulikuwa unauawa
ukifanya kazi ya siku ya Sabato. Maana Mungu alikuwa anasema kazi usifanywe ama usifanye kitu ambacho itakufurahisha wewe peke yako ama itafurahisha nafsi yako wewe peke yako. Maana siku ya Sabato ilikuwa unafanya vitu ambayo ilikuwa inapea Mungu tukufu peke yake. Tuende kitabu cha Isaya. Isaya ni 58 mstari ule wa 13. Siku ya Sabato haikuwa siku ya kufanya vitu ambayo inakufurahisha wewe peke yako. Kitabu cha Isaya 58 mstari ule wa 13. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Naam. Ukiita Sabato siku ya furaha. Ukiita Sabato siku ya furaha. Na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Yenye heshima. Ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, wala kusema maneno yako mwenyewe. Siku ya Sabato hakufai kuwa na masengenyo pia. Siku ya Sabato maneno ambayo haina maana. Maana tunaona katika siku ya hukumu kila neno litaletwa mbele zako. Kama ni uongo uliongea ama ni chochote. Unajua siku hizi watu wanaongea vitu ambazo hata haziko. Unashtukia mtu amesema huyu mtoto sijui anakaa mbwa. Yaani ni vitu haziko. Zitaletwa katika hukumu siku ya mwisho. Mathayo. Tuende kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 12 mstari ile wa 36. Maana kila neno ambayo inatoka katika kinywa chako kitaletwa siku ya hukumu mbele zako. Mathayo ni 12 mstari wa 36. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana, watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo, siku ya hukumu. Kwa hivyo kila neno ambayo utakayanena ambayo haina maana italetwa mbele yako siku ya hukumu. Ndio maana Mungu alikuwa anatuambia tusifanye kazi ama tusifanye vitu ambayo itatufurahisha sisi wenyewe ama neno ambayo haiendani na mbingu. Ndio maana anasema ametupea hiyo amri ili tuweze kushika. Kumbukumbu la Torati ni 5 mstari ule wa 12. Mungu anasema ametupea amri ya Sabato ili tuweze kuishika. Ametuamuru sisi kama watu wake. Kumbukumbu la Torati ni 5 mstari ule wa 12. Ishike siku ya Sabato itakase. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Kwa hivyo siku ya Sabato ni Mungu ametuamuru kwamba tuweze kushika hiyo Sabato. Maana anasema mtu yeyote ambaye anashika siku ya Sabato, huyo mtu amebarikiwa. Kitabu cha Isaya ni 56 mstari ule wa 2. Maana amebarikiwa mtu yule anashika Sabato ya Mungu asivunje. Kitabu ni kile cha Isaya ni 56 mstari ule wa 2. Biblia takatifu inasemaje? Heri afanyaye haya, na mwanadamu ashikaye sana, azishikaye Sabato asizivunje. Amebarikiwa yule ambaye anashika Sabato asivunje. Auzuiaye mkono wake, usifanye uovu wowote. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye anashika Sabato ya Mungu asivunje. Maana huyo mtu ndio tunapata ni mtu kwamba yeye amebarikiwa. Maana Mungu anasema katika hiyo siku ya Sabato pia hata watu wa dunia wakitembeza chakula katika hiyo siku ya Sabato, Biblia inatuambia kwamba tusiweze kununua kwao. Maana ni siku takatifu tena ya kupendeza Mwenyezi Mungu. Wakitembeza chakula katika siku hiyo tusinunue kwao. Kitabu cha Nehemia, kitabu ni kile cha Nehemia ni 10 mstari ni ule wa 31. Nehemia ni 10 mstari ni ule wa 31. Watu wa dunia wakitembeza chakula siku ya Sabato hatufai kununua kwao. Maana ni siku takatifu ya Bwana. Nehemia ni 10 mstari wa 31. Nehemia 10:31. Biblia inasemaje?
Inasema hivi. Naam. Tena watu wa nchi wakitembeza biashara, watu wa nchi wakitembeza biashara au chakula chochote, siku ya Sabato, usinunue kwao siku ya Sabato, au siku takatifu, kwa maana Sabato ilikuwa ni siku takatifu ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Maana katika hiyo siku ya Sabato hatungeweza kufanya, ama Mungu alisema msifanye kazi wa namna yote katika siku ya Sabato. Maana tukikuja bado katika Agano Jipya tunapata kwamba, maana watu wanasema Sabato ilishia pale agano la kale. Katika Agano Jipya hakuna Sabato, maana tunaweza kuabudu katika siku yoyote. Lakini tukiangalia katika Agano Jipya tunapata Yesu pia alikuwa akienda katika Sabato, alikuwa anaenda ibada siku ya Sabato kama ilivyokuwa desturi yake. Tuende kitabu cha Luka ni 4 mstari ule wa 16. Biblia inasemaje? Luka ni 4:16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Naam. Akasimama ili asome. Kwa hivyo Yesu pia kama ilivyokuwa desturi yake akaingia katika sinagogi siku ya Sabato, akasimama ili asome ama ili afundishe. Lakini watu wanasema katika Agano Jipya hakuna Sabato. Sabato lisha katika Agano la Kale. Lakini tunaona Yesu pia anatunza Sabato katika Agano Jipya. Tunaona Yesu akitoka duniani pia anaachia wafuasi wake ama mitume pia wanazidi pale kufuata Sabato ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni 17 mstari ni ule wa 2. Maana wanafunzi wake akina Paulo tunaona pale wanafuata Sabato ama wanatunza Sabato ya Bwana. Matendo ya Mitume 17 mstari ule wa 2. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko. Naam. Sabato 3. Kwa hivyo tunaona Paulo pia anaingia kuabudu siku ya Sabato. Lakini sasa watu watajiuliza, hii siku ya Sabato ni siku gani? Tuende kitabu cha Luka. Maana watu wanauliza hii siku ya Sabato ni siku gani? Tuende kitabu cha Luka ni 23 mstari ule wa 54. Tuende mpaka 56. Luka 23 54 mpaka 56. Inasemaje? Luka ni 23 mstari ni ule wa 54. Maana watu wanasema siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Siku ile ilikuwa ni siku ya maandalio. Na Sabato ikaanza kuingia. Endelea. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya, naam, walifuata. Wakaliona kaburi. Na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu. Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Kwa hivyo siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Tunaona ile siku Yesu anakufa ni siku ya maandalio. Lakini siku ya maandalio ni siku Yesu alikufa, na dunia mzima saa hii wamekubaliana ama wanakubali wote, iwe ni Wakristo, wanakubali kuwa siku ambayo Yesu alikufa ilikuwa ni siku ya Ijumaa ama ilikuwa ni Friday. Na tunapata kwamba wale wanawake waliofuata Yesu wakaona mwili wake Yesu vile aliyekwa, walienda pale wakaliona, wakarudi nyumbani, wakastarehe siku ya Sabato kama ilivyoamriwa. Tuone hii siku ambayo walistarehe, ambayo Biblia inasema ilikuwa ni siku ya maandalio. Hiyo siku ilikuwa ya maandalio ilikuwa ni siku gani? Kitabu ni kile cha Marko ni 15 mstari ni ule wa 42. Marko 15 mstari ni ule wa 42. Biblia takatifu inasemaje? Hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio. Ndiyo siku
kabla ya Sabato. Kwa hivyo maandalio ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato, na tumeona maandalio ilikuwa ni siku ile Yesu alikufa. Na Biblia inasema siku ya maandalio ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Sasa tunauliza, ukitoka Ijumaa siku Yesu alikufa, unaingia siku gani? Unaingia Saturday ama Jumamosi, ambayo Biblia inasema ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato, ama ni Ijumaa ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato. Sasa hii siku ya Sabato ilikuwa siku ya kustarehe kabisa. Maana ukitoka siku ya Sabato ama siku ya Sabato kesha, tunaingia siku ya kwanza ya juma. Tuende kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 28 mstari ule wa kwanza. Tukitoka siku ya Sabato tunaenda siku ya kwanza ya juma. Ndio maana wale wanawake waliona Friday jinsi mwili wa Yesu amewekwa, wakarudi nyumbani wakafanya manukato mazuri. Siku ya Sabato wakapumzika. Ilipofika siku ya kwanza ya juma ambayo ni Sunday, wakaenda kupeleka marhamu ama wakapeleka mafuta ili waweze kupaka mwili wa Yesu. Walipofika pale siku ya kwanza ya juma ambaye ni Jumapili, wakapata Yesu tayari amefufuka. Mathayo 28 mstari ule wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Kwa hivyo siku ya kwanza Mariamu Magdalene wanaenda kutazama pale kaburi, wanapata Yesu amefufuka. Kwa maana hiyo siku ya kwanza ya juma tumeona ni siku ya Jumapili. Tumeona siku ambayo walistarehe ambayo ni Sabato, tumeona kuwa ni Jumamosi. Tuende tena kitabu cha Luka 24 mstari ule wa kwanza. Luka 24 mstari wa kwanza. Maana baada pale tunaona wale wanawake bado wanaenda kaburini siku ya kwanza, wanapata Yesu tayari amefufuka, ambaye ilikuwa ni siku ya Jumapili. Biblia takatifu inasemaje? Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakileta manukato walioweka tayari. Kwa hivyo siku ya kwanza bado tunaona pale wanaenda kaburini ili waone kama wapake mwili wa Yesu mafuta, ndio wanapata pale Yesu amefufuka. Kwa hivyo tumeona katika Biblia siku ambaye Mungu alitenga watu waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu ilikuwa ni siku ya saba, ama ilikuwa ni siku ya Sabato ambayo tumeona kwamba ni Jumamosi. Tuende tudhibitishe bado katika vitabu, maana Biblia inatuambia kwamba hizi imani zote inafaa tuzichunguze zote, tuone ni imani ipi ambayo inaendana na Biblia. Tutaangalia katika vitabu vingine kama vile Qur'ani. Mwalimu, naomba unisomee kitabu cha Qur'ani tuone pia inasemaje. Kitabu ni cha Qur'ani. I think kwa pale kwa bag. Nisomee kitabu ni kile cha Qur'ani. Qur'ani 4. Nisomee kitabu cha Qur'ani 4:47. Inasemaje? Qur'ani ni 4:47. Tuone pia hawa, maana Waislamu pia wanadai kwamba siku ya Ijumaa ndiyo siku yao ya kuabudu Allah. Tuone Biblia, atuone Qur'ani inadhibitisha wanafanya vizuri ama wanafanya kwa njia yao wenyewe. Biblia inasemaje? Qur'ani inasemaje samani? Qur'ani 4:47. Inasema Qur'ani 4:47. Qur'ani 4:47. Enyi mliopewa kitabu, aminini tulio yateremsha, naam, yanayosandikisha yale yaliyo nanyi, naam, kabla hatujazigeuza nyuso zetu, naam, tukazipeleka kisogoni, naam, au kabla ya walaani kama tulivyowalaani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi, walivyoharibu utukufu wa Jumamosi, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Kwa hivyo Qur'ani pia inadhibitisha Sabato ama sheria ya Jumamosi ni amri ya Mwenyezi Mungu na lazima kufanya nini? Tuifuate amri ya Mwenyezi Mungu. Tuende katika kitabu bado hicho cha Qur'ani. Tuende Qur'ani ni 7. Qur'ani ni 7:163. Qur'ani ni 7:163. Qur'ani inasemaje? Qur'ani 7:163. Naam. Inasema hivi. Naam. Na waulizeni habari za mji
na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari, ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo, watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambao waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, ambao waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Kwa hivyo siku ya Jumamosi tunaona katika mujibu wa Qurani wanaambiwa kwamba wafanye ibada siku ya Jumamosi, lakini Waislamu wao wanaenda kufanya ibada ama wanaenda kusali siku ya Ijumaa. Hawafuati vile Qurani inavyowaambia. Mwalimu, tuende kutafuta bado hii siku ambayo tunafaa kwenda katika ibada. Qurani bado inadhibitisha. Qurani ni 2:65 inasemaje? Qurani 2:65. Naam. Inasema Qurani 2:65. Qurani 2:65. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu. Mmekwisha kujua wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalifu. Kwa hivyo katika Qurani inasema wale ambao walikuwa na alifu Sabato ama walikuwa na haribu sheria ama amri ya Mwenyezi Mungu ya Jumamosi, Mungu alikuwa na walani na wanakuwa manyani wadhalifu. Lakini katika Qurani tunaona hawafuati vile Qurani inavyosema. Maana wao ikifika Ijumaa, unajua Ijumaa si siku ya kufanya ibada. Qurani inadhibitisha kuwa siku ya Ijumaa si siku ya kufanya ibada. Nataka mnielewe vizuri. Qurani inadhibitisha siku ya Ijumaa si siku ya kufanya ibada. Qurani imesema siku ya ibada ambayo ni amri ya Mwenyezi Mungu ni Jumamosi. Qurani 62 mstari ule wa 9 inasemaje? Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Nendeni upesi kulitaja jina la Mwenyezi Mungu. Nendeni upesi kumtaja jina la Mwenyezi Mungu. Sababu nuzuri yake inasema, piga tanbii, siku ya Ijumaa haikatazi watu kufanya kazi. Sikia, Qurani inasema siku ya Ijumaa haikatazi mtu kufanya kazi. Inasema kinyume cha wanavyodhani baadhi ya watu. Kwa hivyo Qurani inasema siku ya Ijumaa ni uende utaje tu jina la Mwenyezi Mungu. Ndio maana unaona ikifika Ijumaa unasikia microphone zinafanya wanakimbia msikitini kwenda kufanya yani kutaja Mwenyezi Mungu. Unaenda pale unafanya Allahu Akbar, unarudi nyumbani, Allahu Akbar, unarudi nyumbani. Lakini si siku ya ibada. Ndio maana tumeona katika Biblia na katika Qurani siku ambayo ni ya kufanya ibada ni siku ya Jumamosi. Maana Biblia inasema mtu ambaye atafanya kazi ama mtu asipotunza Sabato, huyo mtu atauawa. Na Qurani pia inadhibitisha kuwa watu ambao wote hawatafuata mapenzi ya Mwenyezi Mungu wanaenda motoni. Nisomee kitabu cha Qurani ya mwisho. Hii ni ya kufunga. Nisomee kitabu cha Qurani 40 mstari wa 59 kama sijakosea. 40:59. Maana mtu yeyote ambaye ataenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu finari jahannam. 40:59 kitabu cha Qur'an inasemaje? Inasema kwa yakini kiyama kitakuja nacho akina shaka. Kiyama inakuja lakini akina shaka hata kidogo. Lakini watu wengi hawaamini. Lakini watu wengi hawaamini. Na jana tuliona alama ya kiyama ni nini mwalimu? Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Endelea kusoma. Inasema na Mola wenu anasema, niombeni nitakujibuni. Kwa hakika wale wajivunao kufanya ibada yao, kwa kweli wale wajivunao kufanya ibada yao bila shaka wataingia jehanamu wadhalilike. Kwa hivyo Qur'an nasema wale ambao watafuata sheria ya Mwenyezi Mungu ama kuabudu Mwenyezi Mungu wote, Kiarabu inasema finari jahannam, wote wanaenda motoni. Kwa hivyo ujumbe ni kufikia ambao wanasema bado wama alena ila albalahu ulmubin. Hii ni kukufikishia ujumbe, tunakufikishia tu kwamba ulisikia, ikuwe ni kama ushuhuda umesikia.
Kwa hivyo leo tumeona na tumethibitisha katika vitabu, katika Qur'ani imethibitisha kuwa siku ya ibada ni Jumamosi, na katika kitabu cha Biblia pia imethibitisha kuwa siku ya ibada ni Jumamosi. Kwa hivyo tutakomea pale kwa leo. Tutaendelea kujifunza kwa hizi siku ambazo bado zimebaki mambo mengi katika Biblia. Mungu aweze kuwabariki. Wacha tusimame ili tupate dua, ili tuendelee na mafundisho mengine. Tusimame ili tuweze kuomba. Tunaomba. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba, mweza kunitumia kama chombo, nimenena na wana wako. Baba, tunaomba kwamba wanapoendelea kuchunguza Biblia na kutafuta maandiko ili waweze kuliamini neno lako, Baba, tunaomba kwamba uwatie neno lako, uwatie nguvu bado, na uwapatie Roho Mtakatifu ambao itawafundisha ili waweze kushika neno lako. Najua kuwa kushika hizi neno si rahisi, lakini bila wewe hawawezi. Baba, tunaomba kwamba uwapatie Roho Mtakatifu waweze kukuelewa zaidi, na wakikuelewa Baba wasogee karibu na wewe. Jina lako litukuzwe. Hata mwalimu anapoingia na kitabu na kipindi cha unabii, Baba, tunaomba umtumie kama chombo, mapenzi yako yakitimizwa, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina.